Dunia ya leo, content creator na mmomonyoko wa maadili. Content creator wamekuwa na nguvu sana katika dunia ya leo. Pengine wana mchango gani katika kuhakikisha kwamba hawaporomoshi mmomonyoko wa maadili? Kwanza content creators ni hawa tunawaita watengeneza maudhui. Sasa hii ni media. Kwa hiyo nikitumia media effect theory, hiyo nadharia imezungumzia kwamba hawa watengeneza maudhui au habari kiujumla ina vitu vikuu vifuatavyo. Kwanza, inaweza ikabadilisha mtazamo, lakini pili, inaweza ikabadilisha tabia. Leo hii tunashuhudia content creators, chochote unachokifanya jamii inaiga, chochote unachokifanya kuna mtazamo ambao unatengenezeka, either iwe hasi au chanya, na ndio maana tunasema kwamba wao wanaweza kawa namna moja au namna nyingine wanachangia mmomonyoko wa maadili. Kuna challenge ambazo zipo perhaps ni nzuri, na kuna challenge ambazo pengine nyingine ni mbaya. Mfano tunazungumzia hapa maadili na mmomonyoko wa maadili. Media ina uwezo wa kubadilisha perception, yani mtazamo. Content creators, mfano kuna msanii mkubwa sana, sitaki kumtaja jina, lakini watu watatambua tu nikisema kwamba alitoa video yake hivi karibuni akiwa amevaa wigi lakini akiwa amevaa kofia. Je, nafikiri jamii mmeona impact yake? Ni vijana wangapi leo hii wanaiga, wanavaa mawigi, wanavaa na kofia? Sasa unaweza ukasema kwamba ile ni sanaa, lakini ukiangalia je, kwa mtoto wa kiume kuvaa ile wigi inatengeneza perception gani? Kwa hiyo unaona kabisa kuna mtazamo fulani ambao umebadilika, umeenda pale. Lakini sio tu hivyo tu, tuchukulie labda pengine tabia. Unaona mtu anatengeneza maudhui lakini anatumia pengine watoto. Sasa watoto unakuta hawaruhusiwi. Tumeona hapo Mheshimiwa Dorothy Onesphoro Gwajima amekuwa akiwakemea content creators wengi tu, anawachukua wengine ambao wamekuwa wakiwatishia watoto wadogo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba. Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee.